Rasmi kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimeweza kukamilisha usajili wa kocha raia kutoka Argentina Miguel Gamondi kwa mkataba wa miaka miwili. Simba wamefanikiwa rasmi sasa kuweza kuinasa saini ya kocha huyo wa klabu ya Singida Black Star, ambapo Simba walikuwa wakimhitaji kweli kweli kwenye viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Usajili huo umekamilika siku ya jana usiku, Simba kuweza kufanikiwa kumnasa saini hiyo ya kocha huyo raia kutoka pale Argentina. Mchakato haukuwa rahisi, mchakato ulikuwa ni mgumu kweli kweli, kwani mara kwanza Simba walianza safari ya kumhitaji kocha huyo kabla ya kuja kwa kocha Dimitar Pantev kwenye viunga vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini mara kwanza uongozi wa klabu hiyo ya Singida huku wakisema kwamba haitakuwa rahisi kuweza kumpata kocha huyo, na kocha huyo aliweza kukataliwa na moja kati ya viongozi wa klabu hiyo ya Singida kusema kwamba hatukuruhusu kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba ndipo walipoenda kuchukua maamuzi ya kwenda kumchukua Dimitar Pantev na kumpa mkataba wa miaka miwili kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia Simba hawakuishia hapo tu. Baada ya kuwasili kocha Dimitar Pantev, mchakato uliweza kuishia hapo, kwa maana kwamba Simba hawakuwa tena na msafara ama kuwa na safari ya kumhitaji kocha huyo Miguel Gamondi. Lakini kabla ya hapo mchakato ulianza kwa makubaliano ya pande zote mbili kati ya Simba pamoja na Gamondi. Waliweza kukubaliana vizuri na waliweza kufikia hatamu, kwa maana kwamba yale maslahi binafsi ya klabu ya Simba pamoja na Miguel Gamondi yaliweza kukubaliwa, na rasmi sasa mambo yameenda kuwa vizuri kweli kweli. Mchakato huu umeenda kujirudia tena baada ya mara ya kwanza uongozi wa Singida kukataa na kumruhusu Gamondi kwenda kujiunga na Simba, lakini Simba hawakuishia hapo. Jana usiku jambo limeenda vizuri kweli kweli. Kulikuwa na makubaliano ya pande mbili kwa Simba pamoja na Gamondi waliweza kukubaliana, kwani swala la kukubaliana Simba na Gamondi tayari walishaweza kukubaliana tangu kipindi kile walivyokuwa wakimhitaji kocha huyo raia kutoka pale nchini Argentina. Lakini makubaliano ambayo yalikuwa kisubiriwa ni makubaliano ya Singida Black Star pamoja na Gamondi, ndio makubaliano ambayo yalikuwa bado hayaweza kufikia hatamu. Jana usiku kikosi hiko cha Singida, baadhi ya wachezaji walikuwa wakiwasiliana na kocha huyo Gamondi na kuaga rasmi, kwa maana kwamba yeye hatakuwa tena jumla kwenye kikosi hiko cha Singida. Ukumbuke kwamba Gamondi yuko kule nchini Misri kwa ajili ya kuifundisha taifa la Taifa Stars, kwa maana kwamba kikosi cha Taifa Stars, na baada ya hapo ameweza kuaga wachezaji wa Singida Black Star, kwa maana kwamba yeye baada ya kuishia kwa mashindano hayo ya AFCON 2025 ambao mashindano hayo yanafanyika kule nchini Morocco, na baada ya hapo kutamatika kwa mashindano hayo, kocha Gamondi yeye atarudi moja kwa moja kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na wachezaji waliokuwa kule katika klabu ya Simba, wachezaji walioitwa katika timu ya taifa Taifa Stars: Shomari Kapombe, Yakubu Suleiman Kibu, Dennis Prosper, Selemani Mwalimu, wote hao wameweza kukutana na kocha huyo, na kulikuwa na baadhi ya mazungumzo ya kuzungumza na kocha huyo na kuambia kabisa, mimi ndiyo kocha wenu mpya kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na jana usiku makubaliano hayo yaliweza kufikia hatamu, kwa maana kwamba Singida wameweza kumpa mkono wa kwaheri na kumwambia kwamba kila la heri kwenye safari yako kwenda kuchukua majukumu mengine kwenye klabu hiyo ya Simba. Na jana usiku rasmi kocha Gamondi ameweza kufuta utambulisho wake kwenye kurasa yake wa Instagram. Pale kulikuwa na utambulisho kwamba yeye ni kocha wa Singida Black Star. Na jana usiku ameweza kufuta utambulisho huo, kuacha tu ile sehemu wazi, kwa maana kwamba sasa rasmi
muda si mrefu anaenda kuandika jina la klabu ya Simba, kwa maana kwamba yeye ni kocha mpya wa klabu hiyo ya Simba. Huu mchakato umekamilika, kwa maana kwamba hata kocha mwenyewe ameweza kulithibitisha hilo, kwa maana kwamba yeye ameikubali ofa hiyo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia ameweza kutoa masharti magumu kweli Gamondi kwa upande wa Simba. Kitu pekee ambacho Gamondi amewaambia viongozi wa Simba, amesema kwamba najua mlikuwa mnanihitaji kweli kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba, lakini moja kati ya sharti moja ambalo aliyoweza kuliweka wazi, kwa maana kwamba yeye anachokihitaji, hamtaki kocha yoyote atakayeweza kumkuta kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku akisema kwamba anahitaji Matola aweze kuondolewa kwenye kikosi hiko ili yeye aweze kuja kujiunga hiyo na klabu ya Simba. Lakini mbali na sharti hilo, amewaambia viongozi wa Simba kwa maana kwamba yeye hahitaji kuingiliwa kufanya maamuzi pale ambapo yeye anapoenda kufanya maamuzi yake kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiongozi yoyote atakayeweza kuingilia maamuzi yake, basi itakuwa ni mwisho wa kuvunja mkataba. Makubaliano hayo yameweza kuwekwa jana, kwa maana kwamba kiongozi yoyote atakayeweza kuingilia maamuzi ya kocha Dimitri, kuingilia makocha kwa Miguel Gamondi maamuzi yake, basi hapo itakuwa ni mwisho wa mkataba, na mkataba huo utakuwa umevunjwa rasmi. Viongozi wa Simba wamekubali masharti hayo na wamesema kwamba hawataweza kuingilia maamuzi na wataweza kumbakisha Matola kwenye kikosi hiko cha Simba, kwani Gamondi yeye anakuja na kocha wake msaidizi Musa Ndalo, ambaye huyo walikuwa akifanya kazi tangu pale ambapo Dar es Salaam Young African walipokuwa makocha wa timu hiyo. Lakini Gamondi yeye ameyasema hayo baada tu ya kukubali kusaini mkataba wa miaka 2 na viongozi wa Simba. Bila kupepesa macho, bila kupoteza muda, wao wamekubali masharti mazito kweli aliyoweza kuyasema Miguel Gamondi. Rasmi Simba wamekamilisha usajili wa kocha huyo, na kocha huyo rasmi sasa atakuwa ni kocha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na benchi la ufundi likienda kuongozwa na Miguel Gamondi. Kinachofanyika kwa hivi sasa, Simba wanaingia sokoni kwenda kumtafuta kocha wa magolikipa, na moja kati ya majina matatu ambayo Gamondi ameweza kuyaorodhesha kwamba anahitaji makocha magolikipa watatu, mmoja kutoka pale Afrika Kusini, na mmoja kutoka pale nchini Norway, na mmoja kutoka pale nchini Serbia. Lakini mpaka hivi sasa mchakato kiendelea kuwa mzuri kwa upande wa Simba kwenda kumpata ama kumtafuta kocha wa magolikipa. Zoezi hilo limeenda kukamilika, kwa maana kwamba siku za hivi karibuni Simba wataweza kukamilisha usajili wa kocha wa magolikipa kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kocha wa viungo, fitness coach, ambaye mpaka hivi sasa kocha Gamondi ameweza kumpelekeza Xavi coach, ambaye kocha huyo ni raia kutoka taifa hili la Tanzania, ambaye kwa hivi sasa anaifundisha klabu hiyo Taifa Stars pamoja na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Jina hilo amelipitisha na amesema kwamba acha huyo aendelee kuwa kocha wa viungo, lakini anachokihitaji kwa hivi sasa ni kumpata kocha wa magolikipa, ambapo Simba muda si mrefu wanaenda kukamilisha usajili tangu kipindi kile walivyokuwa wakimhitaji kocha huyo raia kutoka pale nchini Argentina. Lakini makubaliano ambayo yalikuwa kisubiriwa ni makubaliano ya Singida Black Star pamoja na Gamondi, ndio makubaliano ambayo yalikuwa bado hayaweza kufikia hatamu. Jana usiku kikosi hiko cha Singida, baadhi ya wachezaji walikuwa wakiwasiliana na kocha huyo Gamondi na kuwaaga rasmi, kwa maana kwamba yeye hatakuwa tena jumla kwenye kikosi hiko cha Singida. Ukumbuke kwamba Gamondi yuko kule nchini Misri kwa ajili ya kuifundisha taifa la Taifa Stars, kwa maana kwamba kikosi cha Taifa Stars, na baada ya hapo
ameweza kuwaaga wachezaji wa Singida Black Star kwa maana kwamba yeye baada ya kuishia kwa mashindano hayo ya AFCON 2025 ambao mashindano hayo yanafanyika kule nchini Morocco, na baada ya hapo kutamatika kwa mashindano hayo, kocha Gamondi yeye atarudi moja kwa moja kwenye club ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na wachezaji waliokuwa kule katika klabu ya Simba, wachezaji walioitwa katika timu ya Taifa Stars, Shomari Kapombe, Yakubu Suleiman Kibu, Dennis Prosper, Selemani Mwalimu, wote hao wameweza kukutana na kocha huyo, na kulikuwa na baadhi ya mazungumzo ya kuzungumza na kocha huyo na kuambia kabisa, mimi ndiyo kocha wenu mpya kwenye club ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na jana usiku makubaliano hayo yaliweza kufikia hatamu, kwa maana kwamba Singida wameweza kumpa mkono wa kwaheri na kumwambia kwamba kila la heri kwenye safari yako kwenda kuchukua majukumu mengine kwenye klabu hiyo ya Simba. Na jana usiku rasmi kocha Gamondi ameweza kufuta utambulisho wake kwenye kurasa yake wa Instagram. Pale kulikuwa na utambulisho kwamba yeye ni kocha wa Singida Black Star. Na jana usiku ameweza kufuta utambulisho huo, kuacha tu ile sehemu wazi, kwa maana kwamba sasa rasmi muda si mrefu anaenda kuandika jina la klabu ya Simba, kwa maana kwamba yeye ni kocha mpya wa klabu hiyo ya Simba. Huu mchakato umekamilika, kwa maana kwamba hata kocha mwenyewe ameweza kulithibitisha hilo, kwa maana kwamba yeye ameikubali ofa hiyo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia ameweza kutoa masharti magumu kweli Gamondi kwa upande wa Simba. Kitu pekee ambacho Gamondi amewaambia viongozi wa Simba, amesema kwamba najua mlikuwa mnanihitaji kweli kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba, lakini moja kati ya sharti moja ambalo aliyoweza kuliweka wazi, kwa maana kwamba yeye anachokihitaji, hamtaki kocha yoyote atakayeweza kumkuta kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku akisema kwamba anahitaji Matola aweze kuondolewa kwenye kikosi hiko ili yeye aweze kuja kujiunga hiyo na klabu ya Simba. Lakini mbali na sharti hilo, amewaambia viongozi wa Simba kwa maana kwamba yeye hahitaji kuingiliwa kufanya maamuzi pale ambapo yeye anapoenda kufanya maamuzi yake kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiongozi yoyote atakaye ya Simba. Huu mchakato umekamilika, kwa maana kwamba hata kocha mwenyewe ameweza kulithibitisha hilo, kwa maana kwamba yeye ameikubali ofa hiyo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia ameweza kutoa masharti magumu kweli Gamondi kwa upande wa Simba. Kitu pekee ambacho Gamondi amewaambia viongozi wa Simba, amesema kwamba najua mlikuwa mnanihitaji kweli kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba, lakini moja kati ya sharti moja ambalo aliyoweza kuliweka wazi, kwa maana kwamba yeye anachokihitaji, hamtaki kocha yoyote atakayeweza kumkuta kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku akisema kwamba anahitaji Matola aweze kuondolewa kwenye kikosi hiko ili yeye aweze kuja kujiunga hiyo na klabu ya Simba. Lakini mbali na sharti hilo, amewaambia viongozi wa Simba kwa maana kwamba yeye hahitaji kuingiliwa kufanya maamuzi pale ambapo yeye anapoenda kufanya maamuzi yake kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiongozi yoyote atakayeweza kuingilia maamuzi yake, basi itakuwa ni mwisho wa kuvunja mkataba. Makubaliano hayo yameweza kuwekwa jana, kwa maana kwamba kiongozi yoyote atakayeweza kuingilia maamuzi ya kocha Dimitri, kuingilia makocha kwa Miguel Gamondi maamuzi yake, basi hapo itakuwa ni mwisho wa mkataba, na mkataba huo utakuwa umevunjwa rasmi. Viongozi wa Simba wamekubali masharti hayo na wamesema kwamba hawataweza kuingilia maamuzi na wataweza kumbakisha Matola kwenye kikosi hiko cha Simba, kwani Gamondi yeye anakuja na kocha wake msaidizi Musa Ndalo, ambaye huyo walikuwa akifanya kazi tangu pale ambapo Dar es Salaam Young African walipokuwa makocha wa timu hiyo. Lakini Gamondi yeye ameyasema hayo baada tu ya kukubali kusaini mkataba wa miaka 2 na viongozi wa Simba. Bila kupepesa macho, bila kupoteza muda, wao wamekubali masharti mazito kweli aliyoweza kuyasema Miguel Gamondi. Rasmi Simba wamekamilisha usajili wa kocha huyo
na kocha huyo rasmi sasa atakuwa ni kocha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na benchi la ufundi likienda kuongozwa na Miguel Gamondi. Kinachofanyika kwa hivi sasa, Simba wanaingia sokoni kwenda kumtafuta kocha wa magolikipa, na moja kati ya majina matatu ambayo Gamondi ameweza kuyaorodhesha kwamba anahitaji makocha magolikipa watatu, mmoja kutoka pale Afrika Kusini, na mmoja kutoka pale nchini Norway, na mmoja kutoka pale nchini Serbia. Lakini mpaka hivi sasa mchakato kiendelea kuwa mzuri kwa upande wa Simba kwenda kumpata ama kumtafuta kocha wa magolikipa. Zoezi hilo limeenda kukamilika, kwa maana kwamba siku za hivi karibuni Simba wataweza kukamilisha usajili wa kocha wa magolikipa kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kocha wa viungo, fitness coach, ambaye mpaka hivi sasa kocha Gamondi ameweza kumpelekeza Xavi coach, ambaye kocha huyo ni raia kutoka taifa hili la Tanzania, ambaye kwa hivi sasa anaifundisha klabu hiyo Taifa Stars pamoja na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Jina hilo amelipitisha na amesema kwamba acha huyo aendelee kuwa kocha wa viungo, lakini anachokihitaji kwa hivi sasa ni kumpata kocha wa magolikipa, ambapo Simba muda si mrefu wanaenda kukamilisha usajili wa kocha wa magolikipa. Itakuwa rasmi sasa Simba kwenda kumpata kocha wa magolikipa. Lakini pia kocha Gamondi amesema kwamba kila mchezaji anahitaji kuweza kuipambania klabu hiyo ya Simba, na kila mchezaji anahitaji kuipeperusha vizuri bendera hiyo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Usajili huu ni moja kati ya usajili ambao mashabiki wa Simba walikuwa wakiutamani kweli kweli uende kukamilika siku za hivi karibuni, na kila mmoja alitamani kuweza kupata huduma ya kocha huyo. Tetesi zilikuwa nyingi kweli kweli, kila mmoja akijaribu kuzungumza lake huko. Wengine wanasema kwamba Romain Folz amekuwa ni kocha mpya wa klabu hiyo Simba, wengine wakisema kwamba Steve Becker kutoka pale Afrika Kusini, lakini mchakato umeenda tofauti na vile ambavyo watu wengi walivyokuwa wakidhani. Sasa rasmi Simba wamekamilisha usajili wa kocha Miguel Gamondi kwa mkataba wa miaka 2, ambapo Simba wamefanikiwa dili hilo, na huku Singida wakiendelea kubaki na kocha raia kutoka pale Kenya David Ouma, ambaye atashirikiana na kocha msaidizi kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Singida Black Star. Lakini rasmi kocha Gamondi ameweza kuwaaga wachezaji wa Singida ambao wapo katika timu ya taifa, Hussein Masalanga pamoja na wachezaji wengine wote hao, akiwaaga na kuambia kwamba sasa ni rasmi, sasa sitarejea kwenye klabu hiyo ya Singida Black Star.